بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا, wengi wao hawana wanachofuata ila wanafuata dhanna. Na dhanna hapa huwa ni yale mambo ambayo mtu huwaza kwa akili yake, asikii la kuambiwa. Kwa hiyo kile kilichopo katika mazoea kakiona kwenye jamii, karithi kwa wazee wake, ndiyo jambo la mjini, hayo ndo wanayoshikilia. Ma yatihim min dhikri min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Watu wengi hawasikilizi haya mawaidha ya wahi kutoka kwa Mola wao, wanafuata dhanna. Inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a, hakika ya dhanna haisaidi chochote mbele ya haki, haifanani dhanna na haki. Kwa hiyo kama wewe una dhanna mazoea yako, lazima usikilize yale unayoambiwa na uwe una hoja za kuyakataa. Pahala popote ukihubiriwa haki ikidhihiri, achana na ulichonacho, shikilia haki, kwa sababu inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a, dhanna haioni ndani kwenye haki. Kwa hiyo fuata haki. Inna Allaha alimun bima yaf'alun, hakika Allah anayajua yote ambayo watu wanafanya hapa duniani. Wama kana hadha alqur'anu an yuftara, wala haikuwa hii Qur'ani ni uzushi, si jambo lililotungwa, si akili za viumbe. Wama kana hadha alqur'anu an yuftara min duni llahi, haikuwa hii Qur'ani ni kitu kilichotungwa kutoka kwa asiyekuwa Allah. Mtunzi yoyote yule hajatunga hicho. Lakini Qur'ani tasdiqa alladhi baina yadayhi, ni maneno yanayosadikisha vitabu vilivyotangulia kabla yake. Wa tafsila alkitabi la raiba fihi, na Qur'ani ni ufafanuzi wa kitabu mama chenye maneno ya Allah, hakina shaka ndani yake. Min rabbil alamin, hichi kinatoka kwa Mola wa walimwengu. Kwa hiyo unaposoma Qur'ani uyaamini maelezo yake kwa 100%. Utakapopatwa na shaka kwenye jambo, shaka yako itaondoka kwenye aya nyingine kwenye kitabu hicho hicho, kwa sababu khairu ma yufassiru alqur'ana alqur'anu, kitu bora cha kuitafsiria Qur'ani ni Qur'ani yenyewe. Kwa hiyo lisije jambo humo ukawa unashaka nalo ukasema mbona inachanganya, lakini ni kweli Qur'ani ni kweli, haina shaka ndani yake, inatoka kwa Mola wa ulimwengu. Am yaquluna iftarahu, au ndo kama wanavyosema wenyewe hii Qur'ani Muhammad kazua mwenyewe, ni utunzi wake, au kuna watu wanamtungia, au akili yao watu ndo inaonyesha hivyo kwamba haya maneno si ya Mungu, Muhammad kayabuni mwenyewe. Qul, waambie, fa'tu bisurati mithlihi, kama Muhammad asiyejua kusoma na kuandika kaweza kuleta kitabu kama hichi, nyinyi wasomi wabobezi mnaweza mkaleta zaidi. Sasa nyinyi shindaneni naye kwa kuleta angalau sura moja tu ifanane na hizi sura za Qur'ani yake.
fa'tu bi suratin min mithlihi, nyinyi wasomi kusanyikeni, saidianeni, mulete sura moja tu ifanane na Qur'ani. Wad'u man istata'tum min duni llahi, na nyinyi watu mkishindwa, takeni msaada kwa wote mtakao waweza asiyekuwa Allah. Takeni msaada kwa majini, takeni msaada kwa viumbe wengine, mushirikiane, mulete kitu kifanane na Qur'ani. In kuntum sadiqin, kama madai yenu haya ya kwamba Qur'ani ni utunzi ni kweli, basi na nyinyi mnaweza kutunga, tungeni. Bal, si sahihi wanachosema na hawawezi kuthibitisha hiyo madai yao. Bal, lakini kadhabu bima lam yuhitu biilmihi, wanapinga mambo yaliyo nje ya uwezo wao, hawana elimu nayo. Walamma yatihim ta'wilu, na wanayapinga mambo ambayo hata maana yake na tafsiri yake hawaijui. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim, kama wanavyokadhibisha makafiri wa sasa, ndo hivi hivi walivyokadhibisha makafiri waliopita kabla yao, wanafanana. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin, kwa hiyo wewe mu'min au wewe mtume, angalia mwisho wa madhalimu ulikuwaje. Hawa wanafanya makosa, hawakuanza wao. Makosa haya walishayafanya walopita kabla yao. Sasa hawa wa sasa na nyinyi waumini wa sasa, jifunzeni kwa waliofanya makosa kama haya huko nyuma, yaliwakuta yepi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, ai maana yake wama yattabi'una fi i'tiqadihim uluhiyati al-asnami, hawa watu wenu hakuna wanachokifuata kwenye hii itikadi yao ya kwamba masanamu ni miungu. Hii itikadi ya uungu wa masanamu wanayoifuata, wanailinda mpaka kwa kupigana vita. Hawana wanachokifuata kwenye itikadi hii illa i'tiqadan ghaira mustanadin lidalilin au burhani, wanafuata dhanna kwa sababu hii ni dhanna ambayo haitegemei dalili wala hawana hoja ya kuitetea hii dhana yao kwamba sanamu huwa Mungu. Wao sio wabunifu wa hili jambo, walishafanya mambo kama haya waliopita kabla yao, lakini wao wenyewe hawana hoja wala dalili ya kutetea dhana yao hii. Wamo tu, bal mujarradu awhamun batilatun, wanachokifanya ni kwa sababu ya ule uzoefu. Awham ni imagination, wenyewe hukaa wakafikiri kwa akili zao, wakaja na kitu wakakipasisha, wakasema hichi kinafaa, hakina hoja wala dalili kwa muktadha wa vile vitu vilivyotolewa maelezo ya wahi katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Dini zao, itikadi zao hazitegemei hoja wala dalili katika vile vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni au maneno ya mitume waliotumwa na Rahmani. Wanatunga tu sera zao wenyewe, miongozo yao, dira zao, alafu wakazipasisha wenyewe, zikatiwa kwenye utendaji wa maisha. Aliyeumba ulimwengu na vilivyomo, wakiwemo na wao, akija na lake hulifananisha na vile vyao walivyovizoea, wakasema vyao bora kuliko hivyo. Ndio tabia ya watu, wanafuata akili zao ambazo ni mawazo batil wa khurafatin fasida, na inakuwa ni uzoefu mbaya. Wanafanya mambo kwa mazoea, hayamo kwenye ustaarabu wa itikadi sahihi ya tauhidi, hayamo kwenye miongozo ya vitabu vya wahi, hayamo kwenye walivyosimamia mitume.
wao hubuni vya kwao wakavipasisha vikawa bora kuliko vile alivyoleta Mola wao. Hivi ndo wanavyovifuata. Kwa hiyo kanuni ya bunge itafanya kazi, itatetewa na italindwa, lakini ikija amri ya Rahmani wala watu hawatetereki, hawana haja nayo, haina umuhimu kwao. Wanachokipanga wenyewe hicho kinawekewa ulinzi na kinawekewa wasimamiaji, lakini kile wanacholetewa ambacho kinawahusu wana kineglect, kinakuwa hakina nafasi. Wanafuata dhanna. Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, wengi wa watu hawana wanachofuata ila wanafuata dhanna. Inna dhanna, na hakika ya dhanna, la yughni min alhaqi shay'a, haiwezi kushindana na haki. Kwamba hii ni azimio namba 8 la Umoja wa Mataifa. Huu ndo mpango sasa hivi uliokusudiwa kufanywa kazi duniani kimataifa. Hii ndo sharia namba 5 ya mwaka 1000 ngapi na ngapi ya bungeni. Basi hivi wao ndo vinakuwa na nguvu kwao, lakini kikija cha Allah cha Rahmani kinakuwa hakina nafasi kwa sababu ya kulinda vyao. Inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a, Allah anasema hata wakilinda vyao kwa nguvu zote, dhana yao haifanani, haisaidii chochote mbele ya haki. Allah yeye anaangalia chake. Kwa hiyo huyu anakuwa muumini anavyosema, lakini yale yanayotakiwa atende kwa muktadha wa imani yake huyaachilia mbali, kwa sababu ana dhanna ndio inayo nguvu kwake. Wa mithlu hadha al-i'tiqadi al-mabni ala awhamin wa khuyalati, mfano wa itikadi za watu kama hizi wanazong'ang'ania kuendesha mambo yao kwa uzoefu, zilizojengeka kwenye hizo imaginations wa khuyalati, na akili za watu, fikira zao. Sisi tunadhani iko hivi, nadhani hichi bora kuliko hichi. Dhannun kadhibun, hizi ni dhana za uongo. Haziwezi dhana hizi zikafanana na hii haki iliyoteremshwa kutoka mbinguni kwa Mola muumba wa ulimwengu na vilivyomo, wakiwemo na wao wenyewe. Dhannun kadhibun, hizi ni dhana za uongo. La yughni min al-yaqini shay'a, hazina nafasi yoyote kwenye yaqini, kwenye kitu cha uhakika cha yaqini. Kusema sanamu ni Mungu, japo ni sera ya nchi, na nchi na viongozi wake imeweka taratibu za kuilinda hiyo sera. Kulinda sera yenu hakuna maana yoyote wala hakuna mantiki ya kuikataa haki. Ikija, acheni batili yenu, mkubaliane na haki. Falaisa dhannu kalyaqini, siku yoyote ile dhana haifanani na yaqini. Kitu feki hakifanani na kitu original. Falaisa adhannu kalyaqini, haiwi dhanna kuwa ni sawa sawa na yaqini, kwamba sanamu hili ndo tumekubaliana nchi nzima ndo Mungu wetu mkuu. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kinyume na dhana hii tukamkufuru Mungu wetu mkuu, wakati anakuja Mungu wa kweli mkuu nyinyi mkamkatae. Havifanani hivi vitu. Acha upuuzi wako, kubaliana na uhalisia. Inna Allaha alimun bima yafalun, hakika Allah anayajua wanayoyafanya. Inna Allaha alimun bima yafalun, hakika Allah anayajua wanayoyafanya. Ai, maana yake alimun bima hum alayhi min alkufri watakdhibi, Allah anayajua walioyasimamia kwenye misimamo yao, ambayo ni kukufuru ukweli na kuukadhibisha. Kuukufuru ni kusema hatuukubali, tunaukataa, na kuukadhibisha ni kusema si kweli, hautoki kwa Mungu. Wa huwa wa'idun ala tibahum lidhanni, haya ni makamio. Allah ametoa onyo na kukemea sana
kwa ile tabia yao ya kufuata dhanna na wakaiwacha yaqini. Wa iraduhum anil burhani, wameletewa maneno yaliyonyooka kwa dalili na hoja, lakini wamezikataa dalili zote na hoja hawana habari nazo. Thumma bayyana ta'ala, kisha Allah mtukufu akabainisha sidqa an-nubuwati wal wahyi faqala, kabainisha kwenye aya inayofuata ukweli wa kwamba yeye ana utaratibu wa kuteua katika wanadamu akawafanya ni wajumbe wake. Kwa hiyo hawa anaowaita ni mitume wake kawatuma kweli. Sasa wewe katumwa mtu kweli kufikisha kwako ujumbe, ukamkatalie. Muangalie nani aliyetuma ujumbe. Huyu mjumbe katumwa, hebu muangalie aliyetuma ujumbe ni nani. Saizi yako unamuweza? Faqala Allahu, kasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana hadha alquranu an yuftara min dunillah, hii Qurani ni maneno yangu. Haikuwa Qurani kuwa ni kitu kilichozuliwa na yoyote katika watu wenu asiyekuwa Allah. Ni Allah mwenyewe ndiye aliyeleta kwenu maneno yake haya. Na halafu Allah husema, akaweka dalili na akajenga hoja. Wama kana hadha alquranu, haikuwa hii Qurani ay yuftara min dunillahi, huwa ni maneno yaliyozuliwa, hayatoki kwa Allah. La yasihu wala yaqilu, si sahihi wala haingii akilini. Wala yastaqimu, wala haijanyoka, haiko sawa. Lidhi aqlin salimin, kwa mtu mwenye akili iliyo salama, haiwezi ikawa an yazama, kudai anna hadha alqur'ana muftara, kwamba hii Qur'ani imezuliwa, ni utunzi wa mtu. Makdhubun ala Allahi, Qur'ani hii ni maneno ya uongo aliyozuliwa Allah. Huyo anayesoma Qur'ani mnayemwita mtume wenu ni muongo, hajatumwa chochote. Na wala haya maneno anayoyasema kuwa ni maneno ya Mungu si maneno ya Mungu. Kwa hiyo huyu ndo mzushi wamemwita, anamzulia Allah uongo. Amejikweza sana kusema yeye katumwa na Mungu. Allah anasema kwa mwenye akili salama hawezi kufanya hivyo. Mwenye akili salama hawezi kufanya hivyo. Akasema Qur'ani si maneno ya Mungu, ni uzushi ambao mwenye kuyasema maneno haya kauzua mwenyewe. Liannahu, kwa sababu hii Qur'ani fawqa taqati albashari, mbona mfumiko wake uko nje ya uwezo wa binadamu. Hakuna binadamu mwenye uwezo wa kuleta maneno kama haya. Hasa binadamu gani huyo ambaye kazaliwa hana akili, halafu Allah kamfanya hakwenda shule, hajui kusoma wala kuandika, akazungumze mambo ya historia yaliyopita kale na hajaenda shule wala hajasoma kitabu chochote, akazungumze mambo ya anga za juu ambayo hajafika, hata jicho lake halijaona yaliyoko huko juu, akazungumze mambo ambayo yatakuja baadaye wakati hayajatokea, halafu yanatokea kweli kama alivyoyasema. Binadamu mjinga ambaye hajui kusoma wala kuandika atakuwaje na uwezo wa kufanya mambo ya maajabu kama haya? Yani ni kitu ambacho Allah kakifanya intentionally, makusudi. Kamuandaa mtume wake huyu, akaweka vitu ambavyo kwa watu vitakuwa ni maajabu atakapofanya kazi zake, wasije wakahoji wakasema huyu ni kwa sababu kasoma kwa fulani, na fulani tunamjua ni mtu wa fani fulani. Huyu ni kwa sababu kapita kwenye madrasa fulani, na madrasa fulani tunaijua iko hivi na hivi. Huyu ni kwa sababu kalelewa kwenye jamii fulani. Kamuandaa hivyo ili ana jambo lake naye aje ampe, iwe ni muujiza kwa watu kwamba haya kusemwa na mtu huyu, haya si maneno yake. Sasa watu dalili zote au miujiza yote hiyo Allah aliyoiandaa wanatupilia mbali, wana ule umimi tu.
Kuna wengine wanajua kweli huyu ni mtume, lakini utume hutoka kwa Mungu. Sasa sisi tukimkubali, ina maana tuvue heshima zetu tuwe chini yake. Hili hatuwezi kulikubali. Kwa hiyo tunampinga tu kwa sababu hatutaki atukalie juu hivyo, lakini wanahakikisha anachokisema ni kweli. Kwa hiyo Allah anasema, wama kana hadha alquranu an yuftara min duni llahi, hii Qurani haimkiniki kwa mtu mwenye akili salama akasema ni utunzi, kuna mtu yoyote katunga kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. La yasihu wala yaqil, la yasihu wala yuqal, haiwi sahihi wala haingii akilini. Wala yastaqimu lidhi aqlin salim, wala haijanyooka kwa mtu mwenye akili iliyo salama, an yazuma anna hadha alqur'ana muftara makdhubun ala Allah, akadai kwamba hii Qur'ani imezuliwa na kazuliwa uongo Allah. Yaliyosemwa humu kuambiwa akayasema Allah, si kweli, hakuyasema Allah. Liannahu fawqa taqati albashari, kwa sababu Qur'ani mfumiko wake uko nje ya uwezo wa binadamu kuumba maneno mfano kama haya. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, lakini Qur'ani ni maneno yanayosadikisha vitabu vya wahi vilivyoteremka kabla yake. Kwa aliyesoma Taurati akaifahamu vizuri, hawezi kupinga chochote katika lililomo kwenye Qur'ani, kwa sababu Qur'ani haipingani na Taurati, lakini yanakubaliana maneno yake. Na kwa aliyesoma Zaburi akaielewa vizuri, hawezi kupinga chochote kwenye Qur'ani, kwa sababu Qur'ani na Zaburi vinakubaliana typically, hamna sehemu ambazo vinapingana. Aliyesoma Injili akaielewa sawa sawa, hawezi kupinga chochote kilichomo kwenye Qur'ani, kwa sababu Qur'ani inakubaliana na Injili. Sasa utasemaje huyu kazua? Ni kitabu kama vitabu vingine vya wahi vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, sio uzushi. Kwa wale ambao toka hapo wameletewa mitume wakasoma vitabu vya mwongozo vya mitume hao, akiiona Qur'ani anajua ndo yale yale yanatoka mahala pamoja. Hiyo ndo Allah anavyosema, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, Qur'ani inayasadikisha maneno ya wahi ya vitabu vilivyoteremka kabla yake. Ai, maana yake walakinahu jaa musaddiqan lima qablahu min alkutubi samawiyya, Qur'ani ni kitabu kinachotoka kwa Allah yule yule aliyeleta vitabu kabla ya hiki vilivyokuja kabla ya Qur'ani, katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, kat Taurati wal Injili, kama Taurati na Injili. Wa tafsil alkitabi, halafu Qur'ani ni kitabu ambacho kinafafanua maandiko. Vyote vinatoka kwenye Ummul Kitab, Lawhul Mahfuz. Kwa hiyo Qur'ani ni compilation ya maandiko ya vitabu vya wahi vilivyokuja kabla yake, kama vilivyo kwenye Lawhul Mahfuz. Wa fihi tafsilun, katika Qur'ani kuna ufafanuzi mzuri. Wa tabyinun, mumepambanuliwa kila kitu. Tabyinu sharai wal aqaidi wal ahkami, kwenye Qur'ani kuna ule mchanganuo wa sharia, maana Taurati imekuja na sheria, Injili imekuja na sheria, Zaburi ilikuwa ina sheria, na Qur'ani ikaweka sharia. Lakini Qur'ani imezifafanua vizuri sharia na akida na hukumu kwenye mwenendo wa maisha ya jamii ya watu waumini. Ndio unakuta vile anayefanya kosa hili mpelekeni kwenye chombo cha maamuzi cha sheria, akithibiti ana hatia mpeni adhabu hii. Qur'ani inaendana na maumbile ya wanadamu kama vilivyopita vitabu, kama vilivyokuwa vitabu vilivyopita kabla yake. La raiba fihi, Qur'ani haina lolote lenye shaka ndani yake, hamna shaka ndani yake. Min rabbil alamin, inatoka kwa Mola wa ulimwengu. Ndio kaongea Allah hapo na kaweka dalili na hoja. La raiba fihi min rabbil alamin, hamna shaka ndani ya Qur'ani, ni maneno yanayotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote.
la shakka fi annahu tanzilu min rabbil alamin, haina shaka Qur'ani kuwa ni uteremsho, ni wahi uliotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu. Am yaquluna iftarahu, au ndo wanang'ang'ania tu hoja yao kwamba Muhammadi haya maneno ya Qur'ani ni maneno yake kazua mwenyewe, ni mtunzi mzuri. Wanasema waqala alladhina kafaru, wanasema makafiri, in hadha illa ifkun iftarahu, hii Qur'ani si chochote isipokuwa ni uzushi Muhammad kazua mwenyewe. Yani mtaalamu huyu wa kutunga. Iktatabaha, ye mwenyewe hajui kuandika, ana waandishi huandikisha maneno yake haya kwa watu. Fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, kwa hiyo watu wanamfanyia imla, wana dictate walichomwandikia asubuhi na jioni. Kwa hiyo waandishi wake wanamuandikia mistari, halafu wanamsomea, na uwezo wake mkubwa wa kuhifadhi, anahifadhi alivyoambiwa, anawasomea watu, wanaambiwa nimeshushiwa wahi, nimeshushiwa wahi. In hadha illa ifkun iftarahu, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uzushi kazua mwenyewe Muhammad. Iktatabaha, anaandikisha taarifa zake hizi kwa waandishi. Fahiya tumla alayhi bukratan wa asila, anasomewa kilichoandikwa asubuhi na jioni, na yeye anahifadhi, anawasomea watu, anasema nimeshushiwa, nimeambiwa, nimeamrishwa, nimekatazwa. Qul, waambie Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi, haya maneno ameyateremsha yule anayejua siri za mambo ya mbinguni na mambo ya ardhini. Na kweli anayoyatamka huyu mtume wenu wakati mwingine ni siri, hata yeye huwa ni mambo mapya hayajajua kabla hajaambiwa, siri za mambo ya mbinguni na mambo ya ardhini. Innahu kana ghafura rahima, hakika Mola wenu ni mwingi wa kusamehe, pataneni naye akusameheni makosa yenu. Rahima, Mola wenu ni mwenye kurehemu, anawatoa watu kwenye maafa akawapeleka mahala pema. Hebu takeni kubadilika, mrehemewe. Hivyo ndo Allah anavyosema na viumbe wake. Am yaquluna iftarahu, au wanang'ang'ania tu kusema Muhammad kazua mwenyewe hii Qur'an. Yani maana yake bal, lakini ayaquluna ikhtalaqa Muhammadun hadha alqur'ana min qibali nafsihi, hivi watu kweli ndo wanasema Muhammad kazua maneno haya ya Qur'ani, anatoka kwenye nafsi yake mwenyewe, ni kazi yake mwenyewe, ubunifu wake mwenyewe. Wa huwa istifhamu maanahu tawbih wa taqrir, swala ameuliza Allah, am yaquluna, au wanasema, lakini maana yake si swala la kutaka jawabu, ni kutaka kuambia msimamo walioshikilia sio sahihi, wasiwe na fikira hiyo. Muhammad mwenyewe hana uwezo wa kuleta maneno kama haya. Qul, waambie ewe Muhammad, fa'tu bi suratin mithlihi, kama Muhammad kaweza kuleta kitu kama hiki, na mnajua Muhammad hakusoma mahala kwenye madrasa yote kwa mtu yote wala shule yote, wala hajui kusoma kitabu kilichoandikwa. Kama mtu mwenye sifa hii kaweza kuleta hichi kitu, nyinyi wasomi mnaweza kumshinda, mnaweza kumpiku. Sasa ikiwa mnaweza kumpiku, fa'tu bi surati mithlihi, na nyinyi leteni sura moja tu, hata iliyo fupi kama zile fupi za humu, leteni na nyinyi sura moja tu, lakini ifanane na Qur'ani kwenye maani, kwenye balagha, kwenye kila kitu, isiwe na kosa na iwe haipitwi na wakati, inaendana na mazingira yote. Maana Qur'ani hii ukiisoma sasa hivi unaona kama imeshuka jana vile. Vitabu vyovyote anavyotunga mtu, ukishakipitia mara 2-3 ushakichoka, sasa hicho nishasoma na kijua. Lakini Qur'ani haichoshi, maana kila ukiisoma upya unapata maana mpya, unaelewa kitu chengine. Sasa na nyinyi hebu leteni kitabu chenye uwezo kama hicho,
sura moja tu ifanane na sura za Qur'ani. In kana kama zaamtum, ikiwa iko kama hivyo mnavyodai nyinyi, faji'u bi suratin mithli hadha alqur'ani, na nyinyi leteni sura moja tunaomba, lakini iwe ina mfano wa hii Qur'ani. Wa huwa ta'jizul lahum, hii ni Allah lugha ya kuchallenge katumia, anawaambia jambo ana uhakika hawatoliweza. Fa'tu bi suratin mithli, leteni sura moja kama Qur'an. Huwa ta'jizul lahum wa iqamatu hujjatin alayhim, Allah anawaambia jambo kwao linakuwa ni muhali au mustahil, na ni hoja kwake, anajenga kuthibitisha haya maneno si ya kiumbe, ni maneno ya Muumba peke yake. Muumba ndo mwenye uwezo wa kuleta maneno haya. Kama nyinyi wenyewe wakubwa, waheshimiwa, wataalamu mtashindwa peke yenu, wad'u man istata'tum min dunillah, muombeni yoyote mtakayeweza kumuomba asiyekuwa Allah akusaidieni kuleta maneno kama haya. In kuntum sadiqin, kama madai yenu kuwa Qur'ani ni utunzi wa mtu ni kweli, basi inawezekana wengine wakatunga kama hii, leteni. In kuntum sadiqin, yani leteni, tungeni angalau sura moja isiyokuwa Qur'ani yenu nyie, lakini ifanane na Qur'ani. Naombeni msaada kwa yoyote mnayeweza. Kwenye suratu Isra Allah mwenyewe kakataa hilo, haliwezekani, kasema qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alqur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Hata kama watakusanyika, watafanya kongamano kubwa, wataalamu wa kibinadamu na wataalamu wa kijini, wasomi wa fani wa kibinadamu na wenye fani mbalimbali za masomo wa kijini, wakae pamoja, washirikiane, walete kitu kitakacho kompiti Qur'ani. Anasema la ya'tuna bimithlihi, hawawezi kuleta mfano wa Qur'ani, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakuwa ni wenye msaada sana wa kusaidiana. Majini wawasaidie binadamu, na binadamu kwa wanachokijua wawasaidie majini, washare fikra zao, walete kitabu kinachofanana na Qur'ani, au sura inayofanana na Qur'ani, au aya tu itakayofanana na Qur'ani. Allah anasema la ya'tuna bimithli, hawawezi kuleta mfano wake. Hii kitu tofauti. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama watatoa ushirikiano wa dhati, washirikiane, wasaidiane, hawatoweza kufanya. Kwa hiyo kawaambia hapa, ud'u min dunihi ta'ala, ombeni msaada kwa asiyekuwa Allah mtukufu. Man istata'tum min khalqihi, kwa yoyote mtakayeweza kumuomba katika viumbe wake. Maana kilichopo ulimwenguni, ulimwengu na vilivyomo ni makhluqa, yeye Allah ndo khaliq. Sasa katika makhluqa ombeni yoyote, chochote kikusaidieni, kifanye hii kazi. Allah abakie peke yake na kazi yake na maamuzi yake upande mmoja. Ud'u min dunihi ta'ala, ombeni kwa asiyekuwa yeye Allah mtukufu. Man istata'tum min khalqihi, munayemtaka, mnayeweza kumuomba katika viumbe wake. Minal insi, kuanzia kwenye ulimwengu wa wanadamu, wal jinni, na kwenye ulimwengu wa majini. Lilisti'anati bihim, ili wasaidiane kuleta kitu kitakachoshindana na Qur'ani. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli, bimaana in kuntum sadiqina fi anna Muhammadan iftarahu, ikiwa dai lenu la kwamba Muhammad kazua hii Qur'ani, katunga mwenyewe, ni kweli, basi na nyinyi mnaweza. Na hata mkishindwa nyinyi mliochanganyika naye hapa kwenye jamii yenu, takeni msaada kwenye ulimwengu mahala pengine, kwa wataalamu wengine, walete kama hiyo. Qala Tabari, amesema Tabari, wal muradi wa aya hii, Allah anakusudia kusema annakum in lam taf'alu fala shakka annakum kadhibatun,
nyinyi kama mtashindwa kuleta mfano wa Qur'ani, hapana shaka nyinyi ndo mtakuwa waongo. Nyinyi ni timu ya watu waongo. Kusahihisha maneno yenu angalau yawe na uzito, leteni kitu kama Qur'ani, mtakuwa wa kweli kwamba Muhammad kaweza kutunga na sisi tumetunga kitu bora kuliko yeye. Ulimwengu wetu ni ulimwengu wa kushindana tu. Innama mathalu hadha alhayati dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad. Maisha yenu ya duniani ni vitu hivi vya fahari na ushindani tu, ni kama mchezo humbao, kufakharishana kwenye mali na watoto. Sasa kama yeye kafanya, wengine usema kafanya hivi, mimi nitafanya mara 10 kuliko yeye, basi shindaneni kwenye hilo, muthibitishe madai yenu kuwa hili Muhammad katunga mwenyewe, shirikianeni na nyinyi mtunge kitu bora kuliko yeye. Akili za wengi haziwezi kuzidiwa na akili ya mtu mmoja. Mtu mmoja kabuni hichi, nyinyi wengi shirikianeni mlete. Na Allah anasema hawawezi hata wakishirikiana. Sasa ikishindikana wao kuvunja wanachongangania, Allah anasema wao ndo waongo, wanasema uongo mchana. Lianna Muhammadan, kwa sababu huyu Muhammad, lan yad'u an yakuna basharan mithlakum. Lianna Muhammadan, kwa sababu Muhammad, lan ya'du an yakuna basharan mithlakum. Muhammad hajawa zaidi ya kuwa ni mtu kama nyie. Mnamjua baba yake na mama yake na mahala alipozaliwa, mnajua makuzi yake na malezi yake, kaishi na nyinyi kwenye community yenu kwa muda mrefu, ni mtu kama nyinyi. Sasa kama mtu kama nyinyi kafanya kitu kama hichi, kazi inayouzika, nyinyi mnaweza mkamzidi, leteni basi. Fa idha ajaza aljamiu, kama watashindwa walio wengi, min alkhalqi, katika viumbe, an yatu bi suratin mithlihi, kuleta sura moja tu mfano wa Qur'ani anayoisoma Muhammad. Wengi wakishindwa kuleta sura moja, falwahidu minhum, inakuwaje mtu mmoja tu miongoni mwao, an yati bi jami'ihi, alete Qur'ani yote hii yenye sura 114 juzu 30, halafu haishindiki, haipitwi na wakati, imenyooka kila siku. Kama wengi wameshindwa, mtu mmoja ilikuwa ni wa kushindwa zaidi kwenye jambo kama hili. Hata wewe ukijifakharisha kwa gari lako zuri, wallahi gari halitengenezwi na mtu mmoja. Kuna wataalamu wa fani mbalimbali wanashirikiana mpaka gari likawa. Kuna watu wa kudili na vyuma tu, sijui mimi na hapo tengeneza bloki na hivi. Wengine ni wataalamu wa mambo ya umeme tu, wakapiga wiring zao humo na hivi na hivi. Wengine ni wataalamu wa electronic tu, kutengeneza component ambayo hii itakuwa hivi, hii na hivi na hivi. Wengine wataalamu wa rangi tu, kumalizia muonekano mzuri. Wengine wataalamu wa mipira tu, mipira bora kwa gari hili iwe hivi hivi hivi. Wengine hivi, wanashirikiana wengi wakafanya kazi, halafu ikauzika. Kama mnadai mtu mmoja kaweza, basi nyinyi wengi inaelekea mtaweza zaidi. Shirikianeni mulete kitu kama hichi. Hawawezi kuleta. Qala ta'ala, Allah mtukufu anasema, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmi, lakini hawa watu wanakadhibisha kitu kilicho nje ya uwezo wa elimu zao. Kitu kimenyooka, wao wanakadhibisha tu, wanapinga kitu ambacho hawawezi kukizunguka kwa elimu yake na maarifa yake. Bal kadhaba haulai almushrikun, wanakadhibisha hawa washirikina bilqurani, kuikadhibisha Qurani alazim ambayo ni tukufu. Wasarau ila tani bihi, wanajuhudi na bidii kubwa ya kuitukana Qurani, kabla an yafqahuhu, kabla hawajaifahamu. Yani wanapinga kitu kilicho nje ya uwezo wao, lakini kabla hawajakifahamu hichi kitu, undani wake, usahihi wake, wao wanaamua kupinga tu. Wayabtadiru ma fihi,
wanashindana kabla hawajajua kitu chenyewe na kupata angalau ile green light ya kufahamu, kwani huu ujumbe tunaopambana nao una nini ndani yake. Wanasu daiman a'da'u lima jahilu, na watu siku zote wanakuwa ni maadui wa kitu wasichokijua. Kwa hiyo hii Qur'ani hawajaielewa ni nini, lakini bado wameamua kupinga tu, hatukubali. Hata wale watu wa mfalme wa Sabai, yule mama Bilqis, waliposhauriwa na mfalme wao, ya ayuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim, ndugu waheshimiwa, mimi hapa nimepata barua tukufu, innahu min Sulaimana, barua hii inatoka kwa Suleiman, wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Text ya barua hiyo, letterhead ya hiyo barua inasema bismillahir rahmanir rahim, letterhead. Text, yani maudhui ya barua ni fupi tu, inasema alla ta'alu alayya wa atuni muslimin, msinifanyie jeuri kwenye wito wangu huu, naomba munijie kwangu mkiwa mmeshasilimu nyote. Barua kapelekewa mfalme kwamba yeye ndo mwenye nchi, anatakiwa awajibike ujumbe uliomo, alla ta'alu alayya, msinifanyie jeuri, wa atuni muslimin, baada ya kupata barua yangu hii nataka muje kwangu na taarifa ya kwamba mmeshasilimu. Mfalme kasoma barua, na ndio hiyo fupi lakini short and clear, lakini kaita baraza lake la washauri, mawaziri, anawaambia ya ayuhal malau, ndugu waheshimiwa, aftuni fi amri, hebu naomba rai zenu, nipeni fatwa zenu kwenye jambo hili. Nyinyi mnaonaje? Mfalme Suleimani, na Suleimani haishi mbinguni, anajulikana ni mwenye dola kubwa, makao makuu ya serikali yake yapo Sham. Huyu yuko Saba, maeneo ya Yemen. Suleimani kaniletea barua, maudhui ya barua inasema msinifanyie jeuri, acheni shirki yenu, munijie na taarifa ya kwamba mmeshasilimu. Aliyepewa barua anawashauri watu wake, munanishauri nini kwenye barua hii? Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, pamoja na kwamba mmenipa mamlaka ya uongozi, ni kiongozi wenu, lakini kwenye hili la nchi sikati shauri mwenyewe kama mimi, mpaka tushauriane. Wenzangu, kwenye hili mnasemaje? Wamesema wale mabwana, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidi, mheshimiwa, sisi tuna nguvu ya kutosha, tuko vizuri kiulinzi, tuna silaha za kutosha, wapiganaji mahiri, wal amru ilaika, wapambanaji sisi, wal amru ilaiki, maamuzi tunakuachia wewe uamue. Wanzuri madha taamurin, fanzuri madha taamurin, angalia unatuamrisha nini, tuko tayari kwa lolote. Sasa wewe una nchi ya Saba kama Unguja, ukaifananisha na Marekani ya leo, ndio ufalme wa Suleimani. Sasa Unguja unaitunishiaje msuli Marekani kwa mfano? Yule mama pamoja na kwamba ni mwanamke, lakini alikuwa na akili, akamwambia innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, musiwe na maamuzi ya kishujanye, mnakurupuka tu. Wafalme wenye mamlaka kubwa kama Suleiman wakiivamia nchi ndogo kama yetu, afsaduha, wataiharibu nchi, tafisidiwa. Na si hilo tu, wajalu a'izzata ahliha adhilla, wafalme huwafanya wale watukufu wa nchi kuwa ndo madhalili, yani nyinyi ndo mtakuwa wahanga, kamata, tia ndani, uwa hivi, alafu nchi anachukua yeye. Mmefahamiana? Sasa sio kukurupuka tu tumwambie wewe njoo unavyotaka tuko tayari. Haiwezekani hiyo kwa nchi kubwa kama ile. Lakini tuende na hili dai lake. Dai lake ni kwamba yeye mtume anatulingania kwenye dini ya haki ya kumwabudu Mungu mmoja. Sisi tunaabudia jua hapa, washirikina kwa mtazamo wake. Lakini jambo la pili, inawezekana
ni muongo, anataka mali zetu. Kwa hiyo wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin, mimi nitawatumia zawadi, nimpime huyu ana interest ya mali zilizoko hapa au kweli anatulingania katika haki. Akafungasha yule mama mazawadi mengi mengi, kede kede, sio vizawadi vya machungwa na embe sakua, yani vinoo vya dhahabu, manini, mali nyingi. Akatoa ujumbe wake apelekewe Suleimani, maana wasema Waswahili, panapoudhia penyeza rupia. Basi mzee aishe, chukua hii, tuache kama tulivyo na mambo yetu. Kwa hiyo anambia mimi nitampelekea zawadi, zisiporudi zawadi tutajua huyu mtu ni mtu wa tamaa, anataka mali, tutajua vya kudili naye kwenye mali. Naweza tukatia naye mikataba, kila asilimia fulani ya mavuno yetu tutakupa kiasi fulani, tubakie salama. Lakini ikiwa ni kweli anachotulingania, hatochukua mali, atataka dai lake litimizwe. Kwa hiyo alipokuja mjumbe wa Bilqisi kwa Suleimani, Suleimani ambia, atumiduna ni bimali, ndo mmekuja kunidodesha mie mali? Hicho ndo nilichokitaka kwenye barua yangu. Fama atani Allahu khairum mimma atakum, kama ni mali mimi alizonipa Mola wangu ni bora kuliko mlizopewa nyinyi, sina haja ya mali mimi. Rudi na mali zako, sina haja ya mali, nilichokitaka kimeeleweka. Falana atiyannahum bijunudi la qibala lahum biha, nitakujieni na jeshi ambalo hamuwezi kukabiliana nalo. Suleimani ana majeshi ya binadamu, majini, ndege, wanyama, anatuma chochote anachotaka. Upepo pia anaweza kuuamrisha, halafu ukamfanyia maskhara. Nitakujieni na jeshi hamuwezi kukabiliana nalo. Wala nukhrijannakum minha adhillatan wa hum sahir, na nitakutoeni kwenye nchi yenu mkiwa dhalili. Yale aliyoyatabiri kiongozi wao ndo aliyoyasema Suleimani, yani nitaivamia nchi yenu na hamtotoka salama. Nyinyi watukufu wake nitafunga, nitaua, nitafanya kila kitu. Hao wanyonge watasalimu amri, wafanye ninavyotaka mimi. Nimedai moja, silimuni, ndo nilichodai. Matokeo yake si wamekuja wamesilimu, nchi yao ikabaki, uhai wao ukabaki, amani ikaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo mtu hukurupuka kwa jambo asipokuwa na elimu nalo, akakurupuka tu alafu akasababisha madhara. Ndio hichi ambacho hapa kinaambiwa, wanasu daiman a'daun lima jahilu, mara zote watu huwa ni maadui kwenye kitu wasicho na elimu nacho, wasichokijua. Hukurupuka tu na misimamo yake ya ajabu ajabu, akatunisha misuli, kumbe ndo anajidhuru mwenyewe. Sasa wamepelekewa kitu kina maana na wao, kina faida na wao, tena ya kudumu, lakini wanakurupuka tu kupinga, hawataki hata kuangalia ndani yake mna nini. Basi soma kwanza, zingatia, halafu ndo ukatae kitu kwa hoja. Usikurupuke tu siku ya awali halafu unasema mimi nakataa. Nenda kitaalamu, dili na kila kipengele cha hayo makubaliano. Walamma yatihim ta'wilu, wanapinga kitu ta'wili yake hawajaipata bado, hawajui maana na tafsiri na madhumuni ya kupelekewa walichopelekewa, wao wanakikataa tu. Walhalu lam yatihim ba'du aqibatu ma fihi min alwa'id, wanaipinga Qur'ani ilhali haijawajia bado katika akili zao matokeo, hatima ya kupinga kwao hichi walicholetewa itakuwaje. Wanakurupuka tu kupinga, tunamkataa si mtume, tunamkataa na huyo Mungu wako mshenzi, Mungu wako hivi. Anajisemea tu mtu Mungu wako, Mungu wenu, wakati na yeye ndo Mungu wake. Hataki kutafuta hata ile kwamba huyu Mungu wao na mimi ananihusu. Anakuhusu. Kama ananihusu, sasa mimi nafasi yangu ni ipi? Kaa kwenye nafasi yako. Lakini ujinga unamfanya mtu akurupuke kupinga tu kitu hata hajakifahamu vizuri bado, na hii sio tabia nzuri.
bal kadhaba haulai almushrikuna bilqur'ani alazim, lakini hawa washirikina wameikadhibisha Qur'ani tukufu. Wasarau ila ta'ni bihi, wakafanya juhudi kubwa ya kuitukana Qur'ani, kabla an yafqahuhu, kabla hawajaielewa. Watadabbaru ma fihi, na wakayazingatia yaliyomo ndani yake. Wannasu daiman a'da'un lima jahilu, watu siku zote huwa ni maadui wa kitu wasichoelimu nacho, kitu walichojingikiwa nacho. Walamma yatihim ta'wilu, na wanaikataa Qur'ani kabla hawajaipata ta'wili yake, hawajui yasa Qur'ani ina lengo gani, wameamka kuikataa tu. Walhalu lam yatihim ba'du, wameikataa hali ya kuwa haijawafikia bado. Aqibatu ma fihi min alwaidi, matokeo ya kile wanachokifanya cha kuikanusha kwake yamekamiwaje, watapatwa na janga gani, hata wao wenyewe hawajionei huruma. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim, kama wanavyofanya ushindani huu watu wa sasa, ndio hivi hivi walivyofanya wale waliopita kabla yao. Hao mnasikia wameangamizwa, kaumu Adi, kaumu Thamud, kaumu Lut, kaumu Shuaib na wengineo. Waliletewa mitume hivi hivi, na mitume wana miongozo kutoka kwa Allah, watu wakakurupuka tukupinga mpaka hatimaye wakaangamizwa. Mithlu takdhibi haulai, kama wanavyokadhibisha hawa watu wa Muhammad, kadhabatil umamul khaliya, ndivyo walivyokadhibisha watu waliotangulia qablahum, kabla yao. Fanzur kaifa kana aqibatu zalimin, hasa wewe msomaji au msikiaji wa maneno haya, hebu angalia mwisho wa madhalimu kama hawa ulikuwaje huko nyuma. Wameshinda au wameshindwa? Wamepata au wamepatikana? Mikeke yote ile walioonyesha, matokeo yake nani sasa aliyoathirika? Madhara yamerudi kwa wao wenyewe. Kwa hiyo na hawa walitakiwa watulie, walifikirie ili jambo sasa kitaaluma, watunze nadhari zao, wazingatie wanachoambiwa, halafu wahukumu jambo baada ya kulielewa kwa kina. Usikurupuke tu kukataa kitu baada ya kukielewa, hichi kweli hakinifai, ndio ukikataa. Unakataa kitu chenye manufaa yako mwenyewe, halafu ukakikutia matatizoni. Fanzur ya Muhammad, hebu angalia ewe Muhammad, au angalia ewe unayesoma maneno haya, kaifa akhadhahumullahu biladhabi walhalaki, namna gani watu waliopita Allah aliwaadhibu na akawaangamiza. Bisababi dhulmihim wa baghihim, kwa sababu ya dhulma yao ya kuikataa haki, wa baghihim, na uasi wao wa kupingana na uhalisia na ukweli. Fakama faala biulaik, kwa hiyo kama Allah alivyowafanyia hao wa zamani, yafalu bihaulai, ndio vile vile atakavyowafanyia watu wa sasa. Hawa wanafanya makosa yale yale walioyafanya wenzao. Kwa hiyo kama wenzao yaliwafika ya kuwafika, na hawa wasubiri mpaka yawafike ya kuwafika. Haiwezekani wale waangamizwe, hawa wapendwe, wasalimike. Kosa ndo lile lile. Kwa hiyo kama alivyowaadhibu waliopita, ndivyo Allah atakavyowaadhibu wanaofanya kosa lile lile sasa. Kama faala biulaika, kama Allah alivyowafanyia wale, yafalu bihaulai, ni vile vile atakavyowafanyia hawa adh-dhalimina taghin. Kosa lao wanadhulumu na wanachupa mipaka, wanaacha utaratibu halali. Fa amma man tagha, yoyote anayeacha utaratibu wetu, utaratibu wa Mola Muumba, wa athara alhayata dunya, akapendezewa na maisha yake ya dunia. Dunia pia si yake, lakini anaona kama yake. Anaacha utaratibu halali wa Mola Muumba, kapendezewa na maisha ya dunia. Fa innal jahima hiya almahwa, mtu kama huyo moto wa jahimi inakuwa ndiyo mafikio yake. Kwa hiyo anachotakiwa mtu awe na akili na maarifa ya kujua kipi kinastahiki kwake na kipi hakistahiki, na awe mpole tu kufata na kuheshimu maamuzi ya yule ambaye amemmiliki. Kwa leo inshallah tutaweka hapo. Narudia tena tafsiri ya neno kwa neno hapo tuliposoma inshallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu.
wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, hawafuati wengi wa watu ila dhanna. Na dhanna ni hayo mazoea yetu na akili zetu za kuzaliwa na elimu zetu za vyuo vikuu. Tunadhania tu hichi na hichi na hichi. Tunadhania hata kama Mungu yuko na mambo yake huko, hahusiani na sisi. Sisi tuko huru kufanya mambo wenyewe. Tunadhania tu. Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna, hawafuati wengi wa watu ila wanafuata dhanna, mazoea na akili zao. Inna dhanna, hakika ya dhanna, la yughni min alhaqi shay'a, haisaidii chochote mbele ya haki. Haina fadhila zozote dhanna mbele ya haki. Kwa hiyo dhanna yako weka pembeni, fuata haki, ndo salama yako na ndio mafanikio yako. Inna Allaha alimun bima yaf'alun, hakika Allah anayajua yote ambayo watu wanayafanya, hayapotei bure. Wama kana hadha alquranu an yuftara min duni llahi, na haikuwa hii Qur'ani kwamba ni uzushi uliozuliwa kinyume na uteremsho wa Allah. Lakini hii Qur'ani tasdiqa alladhi baina yadayhi, ni usadikishaji wa maandiko yaliyoteremshwa kabla yake. Qur'ani inayasadikisha yale yaliyoteremshwa kabla yake kwenye vitabu vilivyopita. Wa tafsila alkitabi, na Qur'ani ndiyo inayochanganua, inayotafsiri maelezo ya kitabu kwa ujumla wake. La raiba fihi, hamna shaka yote kwenye Qur'ani. Min rabbil alamin, inatoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Am yaquluna iftarahu, au ndo wanasema Muhammad katunga mwenyewe hii Qur'ani, kaizua yeye, ubunifu wake. Qul, waambie Muhammad, fa'tu bi suratin mithlihi, kama mimi mmoja nimetunga hichi, nyinyi wengi shirikianeni mlete sura moja tu mfano wake. Wad'u man istata'tum min duni llahi, naombeni msaada na ushirikiano kwa yoyote mtakayemweza asiyekuwa Allah, awasaidie mlete kitu kama hichi. In kuntum sadiqin, kama ni wa kweli kwenye mnachodai. Mnadai huu utunzi wa mtu katunga, basi na nyinyi mnaweza kutunga, tungeni mlete. Bal kadhabu bima lam yuhitu biilmi, lakini hawa watu wanakadhibisha kitu ambacho hawana elimu nacho, hawakielewi. Walamma yatihim ta'wilu, na wanakikataa kitu ambacho hata maana yake hawajaipata, hawaifahamu ta'wili yake. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim, hivi ndivyo walivyokadhibisha wakadhibishaji waliopita kabla yao. Fanzur, sasa hebu angalia, kaifa kana aqibatu dhalimin, mwisho wa madhalim kama hawa ulikuwaje? Walikadhibisha wakaangamizwa, na hawa wacha wakadhibishe, wataishia kwenye kuangamia tu, na hawatakuwa hawajamkomoa yoyote, wamejikomoa wenyewe. Wama dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun, Allah haja wadhulumu, lakini wamejidhulumu wenyewe kwa sababu ya ule ujinga, kukurupuka kufanya mambo ambayo hawakustahili kufanya. Kwa leo inshallah tunawekea hapo, tutakuja kuendelea na aya inayofuata kwenye darasa ijayo biidhnillah taala. Wallahu a'lamu, wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.